Hata ulianzia kwenye tangazo la aliyekuwa waziri wa kazi baada ya kutoa tangazo la ongezeko la mshahara kutoka 270,000 mpaka 358,322. Mwajiri wetu kaja kutuambia kwamba mshahara ni 200,000 na hiyo 200,000 yenyewe kaenda kuomba. Ina maana hiyo 200,000 kaenda kuomba kupunguziwa, yeye alikuwa anataka kutulipa bei gani ambapo serikali imetangaza 300,000 na shilingi 58,000. Oktoba 2025 waziri alikuja na tangazo la kutangaza namna ambavyo viwango vya mshahara vimeongezeka. Na katika tangazo hilo alisema kwamba mishahara umeongezeka kwa wastani wa shilingi 358,000. Wastani wa ongezeko la mishahara. Tukisema wastani maana yake ni mishahara yote, anachukua ile sekta zote, mishahara ile yote inajumlishwa, inagawanywa kwa idadi za zile sekta, ndio anapata ongezeko la wastani, kwamba kwa mwaka huo mishahara imeongezeka kwa wastani wa kiasi gani. Sisi tuko kwenye sekta ya viwanda. Kwa sekta yetu ya viwanda, sisi mshahara wetu umeongezwa kutoka 1,500,000 mpaka shilingi 200,000. Huo ndio mshahara ambao sisi sekta ya viwanda tunapaswa kulipwa kuanzia tarehe 1 mwezi wa kwanza 26 mpaka 2029. Mshahara ambao uko kwenye tangazo la serikali ndio utakuwa mshahara huo. Ila mwajiri hatumkatazi, anaweza akafanyaje? Akaongeza. Sasa ili mwajiri aweze kupata nafasi ya kuongeza mshahara, ni lazima kuwe kuna mahusiano kati ya wafanyakazi na mmiliki na mwenye mali, lakini sambamba na chama cha nini cha wafanyakazi. Sasa nilichogundua, chama cha wafanyakazi na wao inawezekana bado wao wenyewe kujitambua, au namna ya upatikanaji wao haikuwa sawa, au sisi wafanyakazi kwenye mikutano ile ya wafanyakazi ya kuchagua viongozi na mimi na ninyi kuhakikisha pia tunakilinda kiwanda hiki. Sasa moja ya kulinda ni wale viongozi wetu ambao wanatakiwa kuwa kama kota pin. Jambo lingine, kiwanda hiki kinapaswa kuendelea na uzalishaji, lakini na nyinyi mnatakiwa kuendelea kupata nini? Mishahara yenu na riziki. Sasa niwatake wale ambao wako kwenye zamu tuendelee, lakini mshahara ule wa mwezi wa kwanza, kwenye mshahara huu wa mwezi wa pili ulipe mshahara huu wa kima cha chini kilichoamriwa, na lile deni lilipo kwenye mshahara huu wa sasa kwa pamoja. Naomba kama napenda mimi, rudi kazini. Alafu mheshimiwa amesema 200,000, utapata 200,000 mpaka hiyo ingine inakuja supplement mpya.